Nilikuwa nafanya Taxify mwanangu. Na ulikuwa unajilamba. Ulikuwa unapiga sana. Ndiko yani kabla sijaingia kazini. Unajua pale ofisi yetu ya zamani unaingia kazini mchana. Unatangaza mshike unaingia usiku. Unaingia kuanzia saa 8 saa 9. Na boss alisema kama una kazi usije kupiga umbea. Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni. Nimewaalika hapa kwa ajili ya jambo kubwa ambalo tunakwenda kulifanya siku ya tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2026 almaarufu siku ya wapendanao. Nafahamu ya kwamba tayari nimeshapata dibaji ya tukio gani linakwenda kufanyika siku hiyo, na siku hiyo ni siku ya IST Festival ama tamasha la IST. Siku hiyo tunatarajia kufanyika kwa tamasha la IST ambalo litafanyika hapa katika fukwe za Coco almaarufu Coco Beach kuanzia asubuhi mpaka usiku mnene. Watu wote wanaomiliki na kuendesha magari ya IST tutakutana hapa kwa ajili ya kufurahia pamoja kumiliki magari hayo ya aina IST. Mimi baada ya kuona tangazo hili la IST Festival, na mimi nikawiwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mimi ni mdau mkubwa wa magari hapa nchini Tanzania. Ninashiriki kwenye IST Festival kwa namna mbili. Kwanza ni mmiliki mstaafu wa IST. Nimewahi kumiliki IST katika maisha yangu na ndio gari yangu ya kwanza. Kwa hiyo ninapoona IST Festival nakumbuka mbali kweli, inanikumbusha vitu vingi kweli, inanikumbusha namna ambavyo nilianza kuingia barabarani kwa mara ya kwanza nikiwa na gari yangu IST, namna ambavyo nilimiliki gari yangu ya kwanza, namna ambavyo nilipata, na maisha yote yalivyokuwa kipindi na miliki gari aina ya IST. Hiyo ikanifanya mimi nishiriki kikamilifu kwenye IST Festival, kwa sababu inanikumbusha maisha yangu mimi na IST yangu. Kipindi hicho nilikuwa na IST yangu ya rangi ya blue bahari, ilikuwa namba DNY. Ilikuwa nakimbia vibaya mno. Ukienda na 10,000 sheli anakuuliza tuweke yote au tukurudishie change. Hiyo ndio raha ya IST. Kwa hiyo inanikumbusha maisha ya zamani, na ndio maana nikasema nisiliache tamasha hili likapita kavu bila na mimi kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Lakini ushiriki wangu wa pili kwenye IST Festival ni kutokana na mimi kuwa mdau mkubwa wa magari hapa Tanzania kupitia kampuni yangu ya kuagiza magari iitwayo Automedali Tanzania Limited almaarufu Medali Motors. Sisi ni waagizaji wa magari kutoka sehemu mbalimbali, na kwa mantiki hiyo basi tunawiwa kushiriki kwenye IST kwa sababu IST ni sehemu ya magari. Na kwenye ushiriki wetu sisi Automedali tutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo tutazitoa kuelekea kwenye tamasha hilo, na kiufupi ni kwamba tunaingia kuwa sehemu ya wadhamini wa IST Festival. Lakini kuelekea katika IST Festival, Medali Motors tumekuja na ofa kabambe kwa mtu yoyote ambaye ataagiza gari aina ya IST kuanzia hii leo mpaka mwishoni mwa mwezi wa pili. Tutamwagizia gari hilo bure, kwa maana ya kwamba ile fedha ambayo utatakiwa kulipa Japan ndiyo hiyo ambayo sisi tutakutoza, na fedha ambayo utapaswa kulipa ya ushuru ndio hiyo ambayo sisi tutakutoza, bila kuongeza hata shilingi 100 kwenye gharama zako za kuagiza IST. Kwa hiyo kwa ujumla, kama IST itakuwa inauzwa milioni 13 hadi kufika hapa, sisi hatuongezi hata senti moja kwa mtu ambaye ataagiza IST na Automedali kwenye kipindi hiki, yani kuanzia hii leo mpaka tarehe 14 siku ya IST Festival na kwenda mpaka mwisho wa mwezi wa pili. Ni ofa ya bure kabisa ambayo tunaitoa sisi kwenye harakati za kuunga mkono IST Festival.
Kama ambavyo mnafahamu, mimi ni shabiki mkubwa sana wa magari, ni shabiki pia wa michezo ya magari. Mimi ni shabiki wa kitu chochote kinachoitwa gari. Hata tofali ukiliweka matairi ukaliita gari, mimi ni shabiki wake. Na ukitaka kujua starehe ya IST, nafikiri zungumza na mtu yeyote ambaye ana ndoto ya kununua gari. Kama unataka kujua starehe na raha inayopatikana kwenye gari aina ya IST. Mimi ndoto yangu ilikuwa IST, bahati nzuri nilianzia kwingine, lakini hivi tunavyozungumza nayo IST ambayo inafanya biashara ya usafirishaji. Kwa hiyo najua starehe yake. Kwa hiyo wale ambao wanalalamika kwamba linakula mafuta, waambie wapunguze milio, alafu waangalie raha wanazopata watu wa IST. Binafsi nafurahi kuwa sehemu ya project hii ya IST Festival ambayo inatarajia kufanyika tarehe 14 Februari 2026. Hii ni siku ambayo duniani wenyewe huko wanasema ni siku ya wapendanao. Kwa hiyo wakati wao wanapendana na wahalifu wenzao kwenye mahusiano yao, sisi tunakuja kupendana na magari yetu na vitu ambavyo tunavipenda. Kwa hiyo tutakutana hapa kwenye uwanja huu wa Coco Beach, eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya michezo hiyo. Wadhamini wengine pia hamjapotea bado, nafasi zipo, mnaendelea kualikwa mje kwa ajili ya kuongeza nguvu ili kuona tamasha likiwa linafana zaidi. Starehe ambayo nategemea kuiona mimi binafsi, kwa sababu kuna mpira, tutakuwa na bolu, hasa upande wa kina mama nitakuwa referee. Siku hizi unajua sichezi mpira, nimeacha kucheza, yani ukiniona nagusagusa ni uongo na kweli, lakini kwa upande ambao na tena halo niko kwenye press ya IST Festival, subiri na kupigia. Una gari sawa, umeelewa? Sijui kwa namna ambavyo vitu vinaenda, nataka kuwa referee wa mojawapo ya mechi upande wa kina mama ili niimarishe ulinzi pia. Lakini kikubwa ni kwamba kuna events nyingi ambazo zitafanyika. Tutapiga nyama choma hapa, tutakuja kuangalia michezo ya magari ambayo itafanyika. Kuna gari aina ya AST ambazo ukiziona utabisha, na thamani yake inazidi IST ambayo inazungumzwa. Umenielewa? Kwa namna ambavyo watu wamezitengeneza kuonyesha kwamba wana mahaba kiasi gani na magari yao, tutakuja kuziona hapa. Lakini kubwa zaidi ambalo watu wengi hawalijui, mikutano kama hii ya magari, mikutano mbalimbali ambayo tunakutana nayo, especially ambao tunaozungumza, una watu wengi sana ambao watakuja. Haujui kwenye hicho kikao, kwenye hayo makutano utakutana na nani, kwa minajili gani, ili iweje. Kuna mazungumzo ya kibiashara yanaweza kufanyika, zinatengenezwa connections mpya. Kuna hawa ambao wameambiwa na Auto Medali kwamba ukiagiza IST unaagiziwa hiyo gari bure. Na sisitiza kwa sababu mimi mwenyewe nishai kuagiza magari, najua. Lipa CIF ndo gharama ya gari kutoka nje. Lipa kodi ya hapa. Hizo gharama zingine ndogo ndogo acheni wadhamini ambao wamefanyaje? Wameingia. Kwa hiyo kushiriki kwenye event kama hii kuna faida nyingi kwa mtu ambaye ana ndoto ya kumiliki gari. Kuna faida nyingi kwa mfanyabiashara wa biashara za usafirishaji ambao tumeona gari hizi kitumika sana, anaweza kuwa anazitumia na akazipata. Lakini kama haitoshi, kuna connections nyingi ambazo tutakuja kukutana nazo hapa kwenye kuadhimisha siku hii kubwa ya IST Festival. Kwa hiyo amwambie rafiki kwamba tutakutana hapa. Mzalendo, baba, una gari? Baba, hapo ni nataka. Ngoja kwanza, una gari? Nayo, tena sio gari, na IST ya maajabu. Sisi ngapi hiyo kwako? 1200, lakini ni ya milioni 50. Niona kuna mtu alinunua gari milioni 55 akalalamika. Sasa njoo ujionee gari IST ya shilingi milioni 50. Niliwaambia watu wanazitune gari, wanazicustom. Mind you, hiyo sio bei halisi ya IST IST ni cheap, affordable, lakini kama haitoshi, wale wenzangu na mimi kwenye masuala ya uchumi, kwa sababu wengi ni uchumi wakati, ni gari ambayo haina milio hata kidogo. Achana na wale ambao wanalalamika na mishindo ya mafuta. Kwa hiyo kwa hayo machache nawakaribisha sana. Tuunge nguvu. Umumia? Hayo ni machache. Yao. Hayo ni machache. Ni machache kati ya bana. Umesema IST yako inafanya nini sasa hizi? Biashara ya usafirishaji. Umenikumbusha. Ndio. Wakati namiliki IST yangu ile, ulishawahi kuwa dereva usafirishaji? Nilikuwa nafanya afisa usafirishaji. Nilikuwa nafanya, ilikuwa inaitwaje kipindi kile? Taxify. Nilikuwa nafanya Taxify mwanangu. Na ulikuwa unajilamba.
Ulikuwa unapiga sana. Ndiko yani kabla sijaingia kazini. Unajua pale ofisi yetu zamani unaingia kazini mchana. Unatangaza mshike unaingia usiku. Unaingia kuanzia saa 8 saa 9. Na bosi alisema kama una kazi usije kupiga umbea. Kwa mimi nikiamka asubuhi napiga kwanza taxify yangu. Napiga afu mchana ndo naingia kazini. Nikaja nikaacha. Kwa siku moja nilipakiza bonge la demu. Nikamtoa Kinondoni, nikampeleka kuna hoteli moja Posta pale. Nikasema sifanye ujinga. Wakupelekea watu mali zao. Nikaacha hiyo biashara hapo hapo. Ukawa Posta boy. Mtu wa delivery. Nikaacha kaka. Ukiwa gosi mzingatia nataka tukugombanisha. Tutaongea pembeni. Kio yupi? Kio yupi? Tutaongea pembeni. Okay sawa. Anataka kutugombanisha tu. Posta boy. Ulikuwa unasafiri unapeleka mali. Niliacha. Na siku moja nikapata watu fulani hivi ndio watu wa Kigogo pale nikawapeleka Sea Breeze kule. Wakishua wakawa na alidhana mambo ya tajiri. Kizungu kingi. Wakanitia hasira. Hujanywa Bluefen. Tia hasira. Sisi tumesema sio na Yazidi sio ile. Yazidi samjua bosi wako. Niko na kazi. Tu Zaid. Zaid. Unajua? Bosi wangu yule. Safi. Ni mkurugenzi.